kupitia Wizara ya Afya na Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya katika kushirikiana kupambana na janga hili, ikiwemo kwanza, kuhakikisha kuwa vipimo vyote vya dawa vinafuata viwango sahihi vya kitaalamu. Ni semina ya siku moja ikiwa ni kuelekea kilele cha maadhimisho ya kupinga matumizi, usafirishaji na usambazaji wa dawa za kulevya duniani, ambayo imefanyika hapa katika ukumbi wa ZSH mkoa wa Mjini Magharibi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Afya Nasor Ahmed Mazrui amezungumza mengi pamoja na kushauri mwendelezo wa semina kama hizi na kuwataka wauzaji wa dawa kuacha kuuza dawa kiholela na badala yake kufuata sheria na maelekezo ya daktari. Jitihada mbalimbali zimekuwa zikichukuliwa au zikifanywa na Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, zikiwemo kutekeleza vyema sheria namba 8 ya mwaka 2021 ya dawa za kulevya Zanzibar. Kwa kweli naomba kwa dhati ya moyo wangu kabisa nimshukuru sana Kanali Nasoro pamoja na timu yake yote kwa jitihada kubwa waliochukua tangu akabidhiwe jukumu hili. Ndugu zangu washiriki wa semina hii, kipekee naomba mwe huru katika semina hii kutoa maoni yenu na mjadili kwa kina nini kifanyike ili tutoke na maazimio pamoja. Aidha, nashauri semina hizi ziwe endelevu ili kutathmini utekelezaji wa maazimio yatakayotokana nao katika kikao cha leo hapa. Mwisho, naonasihi sana kutimiza wajibu wetu kwa kutoa ushirikiano wa serikali kupitia Wizara ya Afya na Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya katika kushirikiana kupambana na janga hili, ikiwemo kwanza, kuhakikisha kuwa vipimo vyote vya dawa vinafuata viwango sahihi vya kitaalamu. Pili, kusimamia kikamilifu matumizi ya dawa, hasa zile zenye asili ya kulevya. Maduka ya kuuza dawa wawache kabisa kuuza dawa kiholela. Lazima dawa zote ziwe zimeandikwa na daktari mwenye sifa ya kuandika dawa hiyo, na vile vile itumike ipasavyo. Kwa upande wake, kamishna wa Mamlaka ya Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar, Kanali Burhan, amesema kufanya hivi ni kwa ajili ya kudhibiti dawa tiba zenye asili ya kulevya. Kifungu cha 4 ambacho kimezungumzia kazi na uwezo wa mamlaka, na kifungu kidogo cha 3 na nukuu, kwa lengo la kudhibiti dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya na usafirishaji wa dawa za kulevya, matumizi mabaya ya kemikali bashirifu na dawa tiba zinazodhibitiwa au vitu vingine vyenye madhara kama dawa za kulevya na dawa tiba zenye asili ya kulevya, mamlaka nyingine yoyote yenye uwezo wa kutoa kibali au leseni ya kujihusisha na dawa, kemikali bashirifu au vitu vingine vyenye madhara sawa na dawa za kulevya itashauriana na mamlaka kabla ya kutoa kibali, leseni au cheti cha kuingiza au kusafirisha nje ya nchi dawa hizo. Tunafanya hivi au sheria imetutaka tufanye hivi, na najua mwezeshaji atakuja kueleza vizuri zaidi, kwa ajili ya kudhibiti hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya zisije zikatoka kwenye malengo ambayo hayakusudiwa. Ndio maana tumeitana hapa. Mimi nasema sio semina, ni kikao kazi, ili tuweze kukumbushana katika haya, ili tukakutana kwenye field huko ikawa sasa ni mshike. Lakini bora tu tufahamiane sheria inasema nini na sote tuweze kusomana. Naye mkurugenzi wa ZSH
ameeleza sababu za kusaidiana na serikali katika kupinga na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, ikiwa ni pamoja na athari mbalimbali zinazoikumba jamii. Ni mmoja wa wajibu wetu kama watu, ni mmoja wa wajibu wetu kama taasisi, lakini ni mmoja wa wajibu wetu kusaidia serikali katika kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya. Mimi naomba niongelee kidogo tu kuhusiana na athari za madawa ya kulevya. Nitaenda kwa haraka ili kwa sababu lengo kuu kwa nini Zanzibar School of Health wako mstari wa mbele katika kusaidiana na serikali katika kupambana na madawa ya kulevya ni kwa sababu ya athari ambazo zipo na ziko wazi, na nitasema tu haraka athari hizi zimegawanyika sehemu 4. Kwanza tuna athari za kiafya. Tunajua kwamba tunapotumia madawa ya kulevya zinatuathiri kiafya, mwili wetu, yani kiafya zetu, kiakili na physical pia. Physical appearance ya mtu pia inakuwa inaharibika. Lakini pia athari za kijamii. Mara nyingi tunaona kwamba watu wanapoingia katika madawa ya kulevya, hata ukiwa katika mahusiano, tuseme yale mahusiano yanaharibika. Hata kama wewe ni mtoto, basi unakuwa huna mahusiano mazuri na familia yako, baba na mama, lakini na wanokuzunguka. Lakini ukiwa ni mume, inakuwa mahusiano hayako vizuri kwa mke ama kwa watoto. Lakini pia tunapata kwamba uhalifu katika jamii. Unawezekana kwamba ni mume, una familia, lakini unakuwa una mkono. Lakini pia niseme kwamba athari za kiuchumi, mzigo unakuwa mkubwa kwa serikali, kwa sababu sasa hivi baada ya kwamba serikali iweze hizi pesa zinazotenga katika kupambana na madawa ya kulevya zingeweza kusaidia katika mambo mengine muhimu makubwa na ya nchi. Kilele cha maadhimisho haya ambayo yanalenga kutokomeza matumizi ya dawa za kulevya Zanzibar ni tarehe 26 Juni ya kila mwaka. Nikiripoti kutoka katika ukumbi wa mikutano ZSH, mimi ni Mahir Saidi, Leaders TV, wajibikaji ni msingi wa maendeleo.